Kama hivi kwa maana kwamba wachambuzi wamekuwa na wakati mgumu sana mbele ya Yanga kwa miezi hivi karibuni kutokana na kwamba wakipinga wengine, nasemekana wachambuzi wanasema Yanga kwamba ifanye vizuri, timu mbovu, lakini wenyewe wanasema Yanga ni kama kuna ajenda zinasetiwa kwa ajili ya kuichafua Yanga. Kupitia lile andambwile ambalo linaonekana baadhi ya wachambuzi waliongea mtazamo yao na kile walichokuwa wanakifahamu, lakini reaction ya viongozi ambao kuzingatia kuanzia watu wa digital, watu wa habari hawa, wengi waliibuka sana. Tumeangazungumzia huku na huku, nasoma comment nyingi na posti zao nyingi ni kujibu mapigo kwa wachambuzi ambao wametoa maoni yao kuhusu hilo jambo. Hii ipoje kwa taasisi, viongozi wa taasisi kuongea maneno kama yale mitandaoni? Inaumiza muda mwingine na inafikirisha sana. Kwa sababu gani? Kwa mtu mwenye akili timamu, unajua unatakiwa uchambue vitu kwa kuangalia muktadha wa jambo lenyewe. Sitamani sana kama ni waandishi wenzetu, unajua unapozungumzia hawa ambao wanatoa taarifa, hawa digital managers, hawa ni wachambuzi, na pia ukimkumbuka Ally Kamwe alikuwa mchambuzi mzuri sana, kwa na yeye alikuwa humu. Tunachozungumza mara nyingi ni kile ambacho kinaonekana katika uhalisia, na kama hakionekani ni vema zaidi ukaulize hiki kimetokea wapi na je mwafaka wake ni nini. Lakini ukimwangalia Ally Kamwe ambaye alikuwa anachambua mpira na Ally Kamwe wa leo, unaweza kujiuliza maswali mengi sana kwamba imekuwaje. Lakini sishangai, ni kitengo chao cha habari ambacho kinatoa taarifa na ni kazi yao kuitetea logo ya timu na brand ya timu kwa ujumla. Lakini unaitetea vipi? Muda mwingine ni bora kutoa taarifa zenye weledi kuliko kushindana na watu ambao muda mwingine wamefanya uchunguzi wa kina. Hawatoi taarifa from nowhere, inawezekana taarifa wanatoa humo kwenye club. Kwa ni vyema sana kabla hujadefend kile kinachozungumziwa, ni vyema ukafanya uchunguzi na wewe kimetokea wapi. Kwa mfano kama leo ukiniambia Aziza alikuwa hadai Yanga, taarifa imeenda kufanya nini TFF? Hili swali lingine. Na kuna kitu kimoja anaulizwa swali Ally Kamwe alinifurahisha sana. Anasema taarifa mtapata leo jioni baada ya habari kwenda TFF. Kwa kama taarifa ziko TFF, subirini mtamwona kiongozi wetu. Lakini cha ajabu mpaka sasa hivi tunavyozungumza, inasemekana na ipo hivyo, viongozi wa Yanga tayari wako TFF na wao wanaenda kusikiliza na kile ambacho alikikataa jana. Leo kiongozi wa Yanga anaonekana anaenda kusikiliza hoja yenyewe ni nini kinazungumziwa. Maana yake kuna uhakika wa 100%. Ninachoamini Ally Kamwe yeye atoe taarifa kichwani kwake, anatoa kwa viongozi. Kwa masuala mengine kama haya ili kuwanusuru hawa wasemaji, muda mwingine wanatumia nguvu kubwa sana kudefend hizi taasisi. Ni vema zaidi viongozi wakatumia weledi kukamilisha mambo na kuyafanya yale mambo kwa usahihi. Ni vema sana. Mimi naamini Yanga Afrika haikushindwa kumlipa Aziza Ndambwile. Naamini zaidi kwamba ni uzembe. Iko hivi. Vitengo hivi visitumike kueneza propaganda. Vitumike kutoa taarifa zilizo sahihi, ili kwamba kusaidia watu kupata taarifa zilizo sahihi na kwa kina. Hakuna kitu kizuri kama mtu anasoma taarifa ya taasisi ambayo imenyooka na imekamilika. Kama kuna maswali yajibiwe ndani ya taarifa. Hakuna kitu kinaumiza kama mimi leo nakusikiliza wewe Mesto umeandika kitu ambacho najua kabisa kinawalisia, alafu nikaja kuandika pale kwamba hiki kinachozungumzwa hapa ni uongo, ukweli ni huu hapa. Toa taarifa ya club. Kwa sababu watu wanasoma taarifa ya club, watu hawasomi maneno ya mchambuzi. Watu wanaangalia taarifa sahihi ya club ni taarifa gani. Alafu kinachonishangaza, hii taarifa imekuwa ikilenga sana Yanga Afrika. Whether ni mti mzuri unapigwa mawe, inawezekana, lakini hakuna kitu kizuri kama kutoa taarifa sahihi ambayo kila mtu akisoma anaielewa. Si kwamba wewe kwa sababu ni mtu mzuri na una uwezo wa kujidefend ukaja kushambulia umma. Watu wanakuona wewe sasa ni moja ya wale waliokosa weledi ndani ya club, ndio maana inaonekana panapotokea shida wewe unakuja mbele. Usitumwe Mesto katika sehemu za shida mara nyingi. Subiri kwanza kwa mtaratibu Kwa sababu nataka kuongelea nini unajua? Kwa sababu Yanga Afrika ukizungumza sasa hivi klabu yenye thamani, pia ni vema zaidi kwa wasemaji hawa kuzingatia weledi wa kazi na kutokuvuka mipaka husika ambayo inawakidhi wao kufanya hivyo. Mishana yapungua. Yes, yaishe kabisa, kwa sababu mambo mengine sasa, kazi ya sinema zetu ni nini? Sinema zetu ifanye kazi gani? Sinema zetu miamia Jangwani kwenye sinema zetu ifanye kazi gani kama mwisho wa siku tunachambana sisi kwa sisi? Sisi kazi yetu ni kuelimisha umma wa Tanzania wapate taarifa zilizo sahihi na kuhakikisha kwamba kitengo chochote ambacho kiko ndani ya taasisi kazi yake ni kutoa taarifa kamili ya taasisi, ili watu wasiwe na maneno mengine nje hapo. Kazi ya taasisi although zinaweza zikatumika kueneza propaganda, lakini angalia propaganda hizo zinajenga picha gani kwa club. Tukirifai historia ya Yanga Afrika, tukiangalia historia ya Simba Azam,
utakuja kugundua Yanga inakutana sana na misukosuko ya mikataba. Hapo unaweza kupata jibu kwamba inawezekana hata kinachotoka kwenye klabu watu wanajenga question mark ni ya bilioni 100. Jiulize sana haya maswali. Klabu ambayo inaongozwa na mjumbe wa mashindano wa FIFA, klabu ambayo iko chini ya rais wa vilabu vyote aka, unazungumza ni kiongozi mkubwa barani Afrika, ni kiongozi ambaye ukimzungumza Mosepe akikaa pale yeye anakaa hapa, wanashauriana namna ya kuendesha mpira na kuendesha katika misingi iliyo sahihi. Lakini unaangalia matatizo yanaanzia kwake. Nafikiri hata Yanga wenyewe wanapaswa kujitathmini sana ili kuangalia kwamba tatizo hasa liko wapi. Kama tatizo ni wachezaji, inabidi wakae chini na wachezaji wao na kuwaelewesha namna gani bora ya kutoa taarifa wanapokuja kwenye public. Kizuri ni kwamba klabu ijitahidi na ihakikishe kwamba kila taarifa lazima ipite kwa mtendaji mkuu. Na kama hizi taarifa zinapita kwa mtendaji mkuu, tunarudi pale pale kwamba mtendaji mkuu naye ni mzuri wa kueneza propaganda.